Halo. Yes. 13:2 Matendo. Ndio. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli ndio kwa kazi ile niliyowaitia. Asante. Kwa nini tumeumbwa? Kuna sababu nyingi sana za kuumbwa, lakini mojawapo ni kufanya ibada. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na natamani pasiwepo movement katikati yetu ili tuende vizuri. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2, Biblia inasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Mungu ibada. Inatosha hapo? Bewe, inatosha tu. Nenda ukaketi. Inatosha tu mwalimu. Inatosha. Si mnaona jamani? Okay. Amisha. Yaani hapo mshavuruga. Na somo hili linawahusu kabisa. Ndo shaanza hapo kuwanyosha. Haleluya. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana nini? Tunakuja kanisani kufanya nini? Ibada. Walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ibada haiendi vivi. Unapofanya ibada, unapoamua kufanya ibada, kuna kitu katika maisha kinatokea, na kitu kikubwa kinachotokea ibada inapofanyika ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Halo? Mpaka hapo unaweza ukaenda nyumbani ukikumbuka kitu kimoja, kwamba natakiwa kuwa nafanya ibada ili nijazwe Roho Mtakatifu. Ukielewa hilo linatosha kwenye ubiri leo. Ukielewa hilo linaweza likakutosha kabisa. Ibada inaleta ujazo wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 31. Matendo 4 ndio 31 anasema, sawa. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, ndio mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Nyakati wa pili 5:13 ndio anasema hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti, ndio mmoja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, ndio nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana, wakasema kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio. Ndipo nyumba ikajawa na wingu. Na nini? Na wingu. Sawa. Naam. Nyumba ya Bwana. Nyumba ya nani? Ya Bwana. 7:11-3. Nyakati hiyo. Nyakati wa pili. Ndio. 7:1-3. Anasema, ndio. Basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni. Ukateketeza sadaka ya kuteketezwa safi na dhabihu. Na utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Wale makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana. Mwa Bwana. Sikiliza. Kuna nguvu kubwa katika kufanya ibada. Amua kufanya ibada nyumbani. Ngoja nikwambie hivi, nyumba ambayo ina ibada ni tofauti kabisa na nyumba ambayo haina ibada. Nyumba yenye ibada ya asubuhi na ibada ya jioni na ibada ya mchana ni tofauti kabisa na nyumba ambayo haina ibada. Nasikia, tofautisha kati ya kuomba na kufanya ibada. Usicompromise vitu viwili. Ibada ni zaidi ya kuambia Mungu naomba unisaidie. Ni zaidi ya kumwambia Mungu siku imeisha naomba nilale. Kuna watu hapa mnamkumbuka Mungu mpo katika shuka. Umepanda kitandani unasema, Baba kwa jina la Yesu naomba unilinde usiku niamke salama. Haleluya. Hauwezi kujawa na Roho Mtakatifu kama hauna ibada.
Na ngoja niwaambie hata wachungaji mlioko huko mnaoendesha makanisa, kama mnataka makanisa yenu yajawe na nguvu ya Roho wa Mungu, na nisikilize online, jifunze ibada ya kweli ya Mungu alafu ifanye. Na niwaambie kanisa hili, kama tunataka kujawa na nguvu ya Roho wa Mungu, wainjilisti mpo, mashemasi mpo, wachungaji mpo, kama mnataka ili kanisa liwe na nguvu ya Roho wa Mungu, tujifunze ibada ya kweli, na tusiishie tu kujifunza, tufanye ibada ya kweli, alafu tutaona nguvu ya Roho wa Mungu. Katika ibada kuna makosa makuu matatu huwa yanafanyika. Makosa mangapi? Matatu. Wewe ukipata mengine sawa, ila mimi wakati najifunza nikaona kuna makosa makuu matatu wakati tunapofanya ibada. Kuna ibada nyingi duniani na watu wanaabudu Mungu katika namna tofauti. Lakini katika ibada zinazofanywa duniani kuna makosa matatu ya kiibada. Kosa la kwanza la kiibada ni kuabudu kisichostahili kuabudiwa. Kabla sijaenda huko, tusome Ufunuo sura 14 mstari wa 6. Wote mnafahamu ujumbe wa Adventist wa Sabato. Ujumbe ni ujumbe ambao sio mgeni kwao. Msomaji, 14:6. Sawa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ndiyo. Mwenye injili ya milele. Mwenye injili ya nini? Ya milele. Mwenye injili ya milele. Ahubirio hao wakao juu ya nchi. Na kila taifa. Ndiyo. Na kabila. Na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye. Aliyezifanya mbingu na nchi. Na nini? Na nchi. Ndiyo. Na bahari na chemichemi za maji. Mfanye nini? Msujudieni yeye. Hiki Kiswahili kinasema msujudieni yeye. Ukisoma English na maneno mawili. Kuna kitu kinaitwa bow ambao ndio kusujudu. Alafu kuna kitu kinaitwa worship ambapo ni kufanya ibada. Neno lililotumika hapa, unajua watafasiri wa Biblia hasa ya Kiswahili wengi walitumia, wengine walikuwa tamashie, waliokuwa wanajua Kiswahili na Kiingereza ndio walitumika. Kwa hiyo walitumia neno msujudieni. Neno msujudieni kwa Kiswahili inaweza likawa na upungufu fulani wa maana. Ila neno linalotumika hapa, worship him. Mwabudu yeye. Ufunuo sura 14 mstari wa 6 inazungumza habari ya injili ya milele. Na wote mnajua katika kitabu cha Marko sura 16 mstari wa 15 kwamba enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili, aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokolewa. Asiamini atafanya nini? Atahukumiwa. Injili ya milele inaanza na msujudieni yeye. Kufanya ibada. Ujumbe malaika wangapi unaitwa? Halo. Ujumbe malaika wangapi huu? 3. Ni ujumbe malaika 3, lakini ujumbe wa malaika wangapi? Wa kwanza katika wale 3. Ujumbe malaika wa kwanza unaita watu wafanye nini? Wamsujudie Mungu. Wafanye ibada. Worship. Kuna makosa matatu ya kiibada. Kosa la kwanza ni kuabudu kisichoabudiwa. Kosa la pili ni kuabudu kinyume na taratibu. Na kosa la tatu ni kuchanganya ibada. Nasema haya ili tusije tukawa tunaabudu lakini kumbe tupo katika makosa hayo. Kosa la kwanza, kuabudu kisichoabudiwa. Warumi sura ya 1 mstari wa 25. Warumi sura ya 1 mstari wa 25. Anasema, ndiyo, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kwa uongo, wakakisujudia kiumbe sawa, na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele. Amina. Haleluya. Amen. Kosa la kwanza la ibada ni kuabudu kisichoabudiwa.
Dunia imegawanyika katika vipengele viwili. Yaani malimwengu yote yamegawanyika katika vipengele viwili. Kuna Mungu na kuna viumbe. Na kwa upande wa Mungu kuna Mungu na kuna mwana wa nani? Wa Mungu. Na kwa upande wa viumbe vimegawanyika, viko vingi. Unapofika mahali ukaabudu kiumbe, naona hii imetoka. Hai. Unapofika mahali ukaabudu kiumbe, umefanya kosa la kuabudu kisichofanya nini? Kisichoabudiwa. Kosa la pili ni kuabudu kinyume na taratibu. Yaani unaweza ukawa unamwabudu Mungu huyo huyo anayetaka kuabudiwa, lakini unamwabudu kinyume na utaratibu, kinyume na anavyotaka. Kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 7. Marko 7 mstari wa 7 anasema, ndio, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya nini? Ya wanadamu. Unaweza ukawa unamwabudu Mungu lakini unamwabudu bure. Why? Kwa sababu unamwamini kinyume na utaratibu, unamwabudu kinyume na alivyosema, unamwabudu kinyume na anavyotaka. Tujiulize swali, sisi ni wana matengenezo, tunataka kuabudu na tumekuja kuabudu. Je, tunamwabudu Mungu namna anavyotaka? Unajua matengenezo manake nini? Kwamba kuna vitu hatuvijui, tunatafuta kufanya nini? Kuvijua ili tuvitengeneze. Na ni wasii wageni wenyeji, ukiona jambo lolote linaendelea hapa kanisani, hapa mahali pa ibada, lipo kinyume na taratibu za Mungu, fikisha kwa uongozi. Katibu yupo, katibu nyosha mkono pale, na mwingine katibu yule pale. Ukiona nikiipeleka kwa mdomo atasahau, andika hata barua, ninaona mna utaratibu huu, lakini huu utaratibu upo kinyume na neno la Mungu. Uongozi utakaa, sisi tutatengeneza, tutakuja hapa, yawezekana wewe ukaona tuko kinyume, lakini kumbe tuko sawa sawa. Sasa tutajadili maandiko, tutaona, utatufundisha na sisi tutakufundisha, na maandiko yatasomwa ili tuweze kuifikia ibada, tutoke katika makosa ya kuabudu kinyume na nini? Na taratibu. Lakini kosa la tatu ni kuchanganya ibada, yaani unamwabudu anayetakiwa kuabudiwa, halafu wakati huo huo unaabudu asiyetakiwa kuabudiwa. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 33. Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 33. Wakamcha Bwana. Nenda mpaka hiyo sura inapoishia. Anasema, ndio, wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe. Ati wakamcha Bwana, ndio, na kuitumikia miungu yao wenyewe, ndio, sawa sawa na kawaida za mataifa ambao wao walihamishiwa kutoka kwao. Sawa. Hata siku hii ya leo hufanya sawa sawa na kawaida ya kwanza, wala hawamwogopi Bwana, wala wazifuati sheria zao, wala hukumu zao, wala ile torati, wala ile amri ya Bwana iliyowaamuru wana Yakobo, ambaye alimpa jina Israeli. Hao ambao Bwana alifanya agano nao, akawaamuru akasema, msiche miungu mingine, wala kuisujudia, wala kuitumikia, wala kuitolea sadaka, ila yeye Bwana aliyewaleta kutoka nchi ya Misri kwa nguvu nyingi na kwa mkono ulionyoshwa. Yeye ndiye mtakayemcha, yeye ndiye mtakayemsujudia, yeye ndiye mtakayemtolea sadaka. Na sheria na hukumu na torati na amri alizoandikia, hizo ndizo mtakazozishika, na kuzifanya hata milele, wala msiche miungu mingine. Na hilo agano nililofanya nanyi msilisahau, wala msiche miungu mingine. Lakini Bwana Mungu wenu ndiye mtakayemcha, naye atawaokoa mikononi mwa adui zenu wote. Walakini, sikiliza,
walakini hawakusikia bali wakafanya sawasawa na kawaida zao za kwanza. Basi mataifa hawa wakamcha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa, na wana wao vile vile na wana wa wana wao kama walivyofanya baba zao. Wao nao hufanya vivyo hivyo hata leo. Hata leo tunavyoongea hapa leo wanafanya hivyo hivyo, wanamcha Bwana alafu wanaabudu sanamu. Hii ibada inaitwa kachumbari. Unaweza ukaita mix by yash au utaipa jina ambalo utaona wewe. Unamcha Bwana alafu unaabudu miungu. Tunaweza tukamjua Mungu wa kweli na tukamwabudu Mungu wa kweli, lakini wakati huo huo tunaabudu miungu mingine. Yaani tunafanya ibada mix. Ndio maana tunapofanya matengenezo, nisikilizeni wanapendwa. Tunapoamua kufanya matengenezo, tunatakiwa turudi katika ukweli kama ulivyo. Achana kusema kwamba angalau nishajua ukweli fulani nimefahamu sasa hivi mimi siamini utatu. Sasa hivi unajua mimi sasa hivi siamini utatu. Halo. Unaweza ukawa uamini utatu na unamwabudu Yawe, lakini kumbe unamwabudu tena Ashtoresh. Yaani unamwabudu Yawe alafu unamwabudu tena Baali. Na ukijikuta kwenye huo mtego ni ngumu kutoka, blaza. Kwa nini? Kwa sababu wewe Yawe unamwabudu. Tupo. Sasa utakuwa na wasiwasi gani wakati unamwabudu Yawe? Yaani utaona hii achana nayo. Ndio maana utakuta wengi watakwambia hivi, bwana wewe Masawe, wewe muachana na mambo hayo ya utatu bwana. Sisi tumche Mungu, waambie watu tu waache dhambi tu. Waambie watu tu waache dhambi. Wanamcha Yawe na wanamwabudu nani? Ashtoresh. Makosa matatu ya kiibada tunapotafuta kufanya matengenezo tujiepushe kuyafanya. Kuabudu kisicho abudiwa. Hapa tunaweza tukawa tumeshatoka hapa. Hapa tunaweza tukawa tushatoka. Lakini tunaweza tukanasa hapa, tukanasa na wapi? Kuchanganya ibada. Tunapojifunza kuhusu ibada, kuna aina kuu mbili za ibada. Hii ni kwa jinsi nilivyosoma mimi. Niliona kuna aina kuu mbili za nini? Ibada. Za ibada. Na zinaweza zikawa 3 au 4 au 5 kulingana na utakavyosoma wewe. Ila mimi nilivyosoma nikaona kuna aina kuu mbili za ibada. Ibada halisi na ibada ya kutunga. Ibada halisi na ibada ya kufanya nini? Ya kutunga. Yohana sura ya 4 mstari wa 23, msomaji. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ndio waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu anatafuta watu wafanye ibada, si ibada tu, wafanye ibada halisi, waabuduo halisi. Na wanafanya ibada halisi. Unaweza ukafanya ibada katika uhalisia wake endapo tu ibada yako imejikita katika vitu vikuu viwili. Imejikita katika roho alafu na nini? Na kweli. Sasa hapo kuna somo kubwa sana. Lakini ibada namba 2 ni ibada ya kutunga. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Na hapa nitapagusia na nitapasisitiza sana, sababu kuna mtego mkubwa. Tunaweza tukawa tunafanya ibada, lakini tunafanya ibada ya kutunga. Tunaweza tukawa tunafanya ibada, lakini tumejitungia ibada. Wakolosai soma. Anasema ndio, mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ibada mliojitungia wenyewe, ndio, na katika kunyenyekea na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuziuzuia tamaa za mwili. Kwa namna ya ibada mliofanya nini? Jitungia. Hivi ibada tunayofanya hapa ni namna tulivyoagizwa na Mungu au tumejitungia? Halo.
Unajua nyinyi mnaweza mkawa nasema ibada mliojitungia, mkawa akili zenu mnawaza warokole, mnawaza Waislamu, mnawaza wa nani. Nazungumza na nyinyi hapa. Halo, ibada mnayoifanya hapa ni sawasawa na alivyoagiza Yawe au mmejitungia? Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Ikawa hilo sihitaji jibu, hiyo jibu nalo kichwani mwako. Na unaweza kuwa unatafakari pale, hivi ibada ile tunaofanya pale method umetulia hivi tunaofanya pale. Tumetunga tulivyosema kwamba hawepo mwenyekiti, tulivyosema kwamba kipindi cha sadaka matangazo tumejitungia au ndo ilivyoelekezwa? Hiyo utatulia mwenyewe utapata majibu. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Ndiyo. Kaini, watu wengi unajua wewe unamtafasiri vibaya Kaini. Kaini bwana alifanya kabisa kwa moyo mweupe. Na alitoa mazao ibada. Lakini Mungu akakataa ibada ile. Na wakati mwingine tunafanya vitu kwa hekima. Kwa hekima yani kabisa, yani mnatulia viongozi kwenye, unajua hapa tunavyoona hekima sio mbaya, lakini hekima hiyo ni ya Mungu au ya kibinadamu? Tunavyoona hapa, unajua tunavyoona tufanye hivi. Hekima. Kaini alitulia zaka, akasema sasa hapa nikipeleka mazao yangu hapa, matikiti haya, sijui na nani na hepo, Mungu akachukua hepo nzuri vile akapeleka. Lakini ilikuwa maskini, ilikuwa ni ibada ya kujitungia. Mungu alikuwa ameambia unatakiwa uchinje mwana kondoo. Na sio kumwambia tu, yani alimuelekeza mpaka Adamu, shika kisu, chinja kondoo, chuna ngozi hiyo, vaa. Lakini alipokuja Kaini, akaamua kujitengenezea nini? Ibada ya kwake. Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kuna huyu jamaa huyu naye aliamua kujitungia ibada. Ibada ya kutunga, mara nyingi ibada ya kutunga huwa inafanywa very honest kabisa. Yaani watu wanaotunga ibada huwa hawana nia mbaya. Wengi. Yaani wafuatilie, wengi hawanaga nia mbaya. Soma. Anasema, ndio, hata walipofika kwa uga wa Nakoni, Uza akalinyoshia mkono sanduku la Mungu. Akalinyoshia mkono sanduku la Mungu. Akalikamata kwa maana wale ng'ombe walikungua. Yaani walitaka kudondoka. Walipita sehemu wakateleza. Jamaa akasema hili sanduku lisidondoke, akaruka. Sikiliza kilichomkuta, twende. Ndipo hasira ya Bwana ikawa juu ya Uza. Naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake. Hata akafa pale pale. Penye sanduku la Mungu. Why? Uza alikuwa na nia mbaya? Na wauliza, hiyo Uza alikuwa na nia mbaya wewe sanduku la Mungu lidondoke? Hapana. Lakini nini? Alijitungia ibada. Sisi tumetoka tunataka kufanya matengenezo, na ni kweli matengenezo tunatakiwa tuyafanye. Halo. Na wakweli tunaweza tukawa tunataka kuokoa ukweli kama Uza. Lakini tujiazali tusije tukapita neno la Mungu linapotuambia tuishie. Yaani hata kama unafanya matengenezo kuokoa kile kinachopotea, usivuke neno la nani? La Yawe. Ishia pale pale ambapo Mungu amesema unatakiwa uelewe hivi. Hapo panatosha. Ukijaribu kuweka hekima yako, unakufa pale pale, hata kama upo katika process ya kufanya matengenezo. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 18. Mtu asiwadanganye, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika. Na kuabudu nini? Malaika. Akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Kwa akili zake za kimwili. Jamani, kwa akili zake za nini? Za kimwili. Hichi kichwa mimi kwa kweli wasikiamini. Hiki kichwa cha kwangu hicho unachokiona hiki, niliachaga zamani kukiamini. Kwa sababu hichi kichwa hiki kimenidanganya vitu vingi sana hiki. Yaani ukitegemea akili yako wewe, ibada ya kweli haipatikani kwenye akili yako. Unasema kuna mchungaji mmoja nilimsikilizaga kabla hata sijaanza kuamini hapa, anazungumzia, anajaribu kumweleza Mungu.
na ni wale wanaoamini katika oneness, kwamba Yesu ndio huyo Mungu mmoja, Roho Mtakatifu ndio huyo Mungu mmoja, na Baba ndio huyo Mungu mmoja. Ni jamaa mmoja, si kama sio Marekani hivi nadhani, video yake ipo nikipata siku, anavyotumia hekima kueleza kile kitu. Kwa hekima ile anaweza kukunasa kama hauna maandiko, utaona yuko kweli kweli, yuko sahihi. Na wewe niambie, hata waliotengeneza utatu walitumia bonge la hekima, bonge la akili. Kwambia Biblia inasema umwabudu yeye peke yake, si ndio inavyosema? Alafu Biblia inasema utukufu wangu sintampa mwingine, si ndivyo inavyosema? Sasa kama Yesu anaabudiwa na huyu Baba anaabudiwa, ni wawili, haiwezekani wakawa wawili. Basi hapa logic hapa ni kwamba Mungu atakuwa na nafsi zaidi ya moja. Ukiangalia kwa hekima na logic iko sawa sawa, iko sawa, lakini ni kitu cha kutunga. Wametunga kwa akili zao. Mungu atusaidie tunapofanya matengenezo, tuepuke kutumia akili. Tuepuke, Biblia haisemi kwamba tusitumie akili, kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko sura 12:30 inasema mpende Mungu wako kwa akili zako zote. Lakini akili haiwezi kukufikisha kwenye ukweli. Yaani akili tu haitoshi kufika kwenye nini? Ukweli. Kwenye ukweli. Kitabu cha Mithali sura 3:5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Usitegemee akili zako mwenyewe. Ibada ya kutunga mara nyingi inatukana na akili. Unajua mimi ili fungu ninavolielewa mimi, unavolielewa wewe? Sema lilivyo linavyotakiwa liwe, so unavolielewa ndio wewe elewa hivyo unavyoelewa, lakini kuna ule uelewa ambao unatakiwa liwe. Haleluya. Amen. Lakini unaweza usitegemea akili zako, ukategemea akili za Biabato, akili za mtu, na ukafanya ibada kwa akili za Biabato. Biabato yule ninavyomwona yule atakuwa mtu wa Mungu, yule anavaa suti kidogo mara moja. Yule anatembea wamewekea mikono ya uinjilisti kwa akili za Biabato. Ngoja nimfuatishe nani? Biabato. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia sura 17:5, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule. Amefanya nini? Amtegemee mwanadamu. Huyu ni malaika, ni binadamu? Binadamu. Sasa kuna watu hamji kanisani kwa sababu ya Masawe. Eti Masawe leo hayupo, mtumishi utasafiri utaenda. Kuna watu Sabato hawatakuja. Nataka niwatangazie mmelaaniwa kabisa. Haleluya. Amen. Emsoma haliko. Rudia vizuri. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Amelaaniwa mtu yule. Amtegemeaye mwanadamu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na moyoni mwake amemwacha nani? Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Atakuwa kama nani? Fukara nyikani. Fukara. Naona Mesudi anakuna kichwa. Ukimtegemea Biabato au Masawe utakuwa fukara wa kiroho. Sababu hapa mimi unaweza kushangaa, hapa mimi hapa napata dili langu Uingereza huko nalipa milioni 20 kaondoka zangu. Huyu naye unaweza kaona mchungaji mbona anafundisha vizuri wakampeleka zake US. Ukakaa hapa utakuwa fukara brother. Utakuwa fukara. Soma vizuri. Anasema maana atakuwa kama fukara nyikani. Hataona hataona yatakapotokea mema. Bali atakaa jangwani palipo ukame. Atakaa jangwani palipo ukame. Niliposoma hili fungu nikasema kuna haja ya kurudi kutafakari tena imani. Ndio maana nikaelewa kwamba kwa nini Yesu alikuwa anasema imani yako imekuponya. Imani yako kuponya. Imani yako imekuponya. Kumbe wokovu wako sometime unaanza na wewe mwenyewe. Ni kwa kiwango gani unamkaribia Mungu? Mungu anasema nikaribieni na mimi nitafanya nini? Nitawakaribia. Huu kweli ni kwa namna gani unautafuta personally?
wewe kama wewe. Ni kwa namna gani unaitafuta ibada wewe kama? Sasa hii haimaanishi kwamba tusiwasikilize watu ambao Mungu ametia vipawa juu yao. Haimaanishi hivyo. Wale Biblia nasema katika kitabu cha Danieli kwamba wawaongozao wengi kutenda mema watang'aa kama nini? Nyota. Kama taa. Ukweli ni kwamba wako watu wanaongoza wengine kutenda nini? Mema. Ndio kama hawa wainjilisti kina Masawe, kina Ndacha, kina nani, kina Methodi, kina wewe hapo nani, mnaongoza wengine kutenda nini? Mema. Lakini kumtumainia, kumjua kwamba huu ndo ukweli, Biblia inakutangazia laana. Na watu wengi wameasi kwa sababu tu fulani ndo ana ukweli. Akiwapeleka hivi mnaenda hivyo hivyo, akiwarudisha hivi hivyo, kwa sababu yeye ndo ukweli. Kama makanisa mengi hapa wanaita manabii, yaani ukweli ni yule nabii. Nabii akisema kila mtu Jumapili ijayo aje na nguo yake ya ndani, hao kwenye mfuko na nguo ya ndani. Vipi amesema mtumishi wa nani? Wa Mungu. Ibada ya kutunga, ibada inayotokana na akili za mtu. Mathayo sura 23 mstari wa 8. Mathayo 23 8. Ndio. Anasema hivi, ndio, bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Ndugu. Unajua Yesu alimaanisha nini hapo? Msiitwe rabi. Lakini kule mbele anasema ameweka wengine kuwa walimu. Sasa kwa nini msiitwe walimu wakati ameweka wengine kuwa? Point ni nini? Kwamba msemaji wa mwisho wa kile unachokiamini anatakiwa kuwa nani? Kristo Yesu. Msemaji wa mwisho wa ibada unayoifanya anatakiwa kuwa nani? Kristo. Hapo ndo unaweza ukajua kwamba hapa nipo kwenye usalama. Ni nafuu usome maandiko alafu usiyaelewe, ufike siku ya hukumu useme Mungu mimi nilielewa hivi. Akamwambia kweli, akikuangalia kwenye maandiko, lakini usema alinifundisha hivi. Unajua Biabato siku ile alikuwa anaeleza. Wewe atakwambia rudi Yeremia, amelaaniwa. Wakati naingia kwenye imani ya Waadventista wa Sabato, mmoja katika watu walionitengeneza kunimold thinking yangu ni mchungaji mmoja mnamfahamu, anaitwa Kenan Mwasomora. Alikuwa anapenda sana akikaa na vijana, kipindi kile niko Mbeya, anawaambia hivi, hata akija malaika akakwambia mimi naitwa malaika Gabrieli, akakwambia akasema maneno yake yote, mwambie imeandikwa. Imefanya nini? Andikwa. Imeandikwa. Full stop. Na hii imewatesa wengi sana katika imani, hata ndugu zetu wa Waislamu. Wanamfuata Muhammad. Unaweza kwa nini unafuata Muhammad? Unajua Mungu mtume wa Mungu, si ndio? Wewe unajuaje kwamba ni mtume? Ulijuaje? Alikuwa pangoni. Pangoni alikuwa na nani huko pangoni? Alipokuwa pangoni, nani alikuwa naye aliyeshuhudia? Akaja malaika Gabrieli akaongea naye. Wewe ulikuwepo? Malaika nani? Gabrieli pangoni, wawili, na akambana mbavu. Alafu baadaye inatokea jambo, anaambia wai, umemfanya nini? Umemshukia. Wai, unasemaje? Wake za mtume ni mama zenu. Vipi, mbona umechukua mke wa mwanao wa kuasili? Wai, unashuka. Mtume amehalalishiwa. Mimi si baba wa yeyote. Wai, umeshuka. Na kweli watu wanaamini, lakini ukiangalia vizuri, nilikuwa nasoma Biblia nikagundua kitu kimoja. Mungu alikuwa anaitwa Mungu wa Ibrahimu, si ndio? Alikuwa Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, si ndio? Lakini wote hao hatuna vitabu vyao, si ndio? Hatuna vitabu vyao vya kusoma. Ni kweli, sio uongo? Kuna mtu ana kitabu cha Yakobo, kuna mtu ana kitabu cha Ibrahimu. Lakini Mungu alipotaka kuweka msingi akamuita Musa. Musa kweli akaenda akamwambia watu, Mungu amenifanya nini? Amenituma. Watu walimwamini, lakini haikutosha. Mungu ilibidi adhibitishe kwamba kweli yeye ndiye aliyefanya nini? Aliyemtuma. Moto ukashuka, ngurumo, radi kwenye mlima Sinai.
Hiyo yote kuthibitisha kwamba ninaposema Musa ametumwa na Mungu ni kweli, pasiwe na shaka yoyote. Mapigo 10, yani hata Wamisri wenyewe kwenye rekodi zao, achana na Biblia, kwenye rekodi zao wana matukio mapigo 10. Ili Musa hata ikija kizazi huko mbele kusema nabii, nimetokewa nabii, baada ya Musa ndo akampa sasa Torati. Alafu kwenye hiyo Torati akasema nabii yoyote atakayekuja akasema mwabudu Mungu tofauti na hivi, huyo nabii mfanye nini? Katae. Anaweza akajivuna kwa akili zake mwenyewe kwamba huyu Musa mwaweza mkamkubali. Kwa nini? Mmedhibitisha nyinyi wenyewe. So stori zake tu wa kujikunja tu uko peke yake anasema Mungu amenitokea nimeota ndoto. No. Tena Musa anawaambia nyinyi wenyewe mmeona wenyewe kwa macho yenu. Israeli nzima, Misri wameona, kila mtu ameona, hata Yesu alivyokuja. Wakati anafundisha, ndio Masihi, sawa. Ilibidi afike mahali ajitetee. Sio tu kubali tu hivi. Akauliza, ni nani miongoni mwenu anishuhudia kwa nani? Kauli hiyo inamaanisha nini? Pima kwenye Torati yote. Kama sikizi nini? Vigezo. Kuepuka ibada ya kutunga, lazima turudi katika ibada ya maandiko matakatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo sura 3 mstari wa 1, kabla hujaenda, ibada ya kutunga mnaweza mkageuza ibada. Unajua siku hizi ibada ziko nyingi. Wakati mwingine tuelewe ibada. Ibada unaweza kaigeuza kuwa semina. Yaani wakati mwingine watu tumegeuza semina kuwa ndo ibada. Halo? Semina neno la nani? La Mungu. Yaani watu wanaenda kanisani kufanya semina ya neno la Mungu. Itabidi niishia hapo. Wewe nimalizia hapa, nitaishia hapo. Sitagusa vitu vingine. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 1, sawa? Anasema lakini ufahamu neno hili, ndio ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, wakijifunza siku zote. Wa kwanza na wa 7. Siku za mwisho kutakuwa na nyakati za nini? Za hatari. Kwa ujumbe unaosoma katika kitabu cha Timotheo sura 3 ni wajumbe wa siku za nini? Za mwisho. Nenda mstari wa 7. Anasema wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa nini? Wa kweli. Sikiliza, niwape kitu kimoja ambacho mimi nimejifunza hapa, kwamba ibada sio kujifunza. Halo? Ibada sio kujifunza. Unajifunza ili ufanye ibada. Yaani ukishamaliza kujifunza unafanya nini? Ibada. Sasa hatuwezi kuwa watu wa kuja hapa kujifunza tu na tukastructure au tukaweka mfumo wetu katika hali ya majifunzo. Biblia inasema wakijifunza siku zote wasifikie ujuzi wa nini? Wa kweli. Kwa nini wasifikie ujuzi wa kweli? Kwa sababu wameishia kwenye kujifunza. Sasa ukweli kwa ajili ya nini? Wafikie ujuzi wa kweli kwa ajili ya nini? Ndio ukisoma Yohana sura ya 4, emsoma 4:21. Anasema Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Ndio. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala kule Yerusalemu. Jawa. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sawa. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo. Ndio. Ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kumbe tunajifunza kweli ili tufanye nini? Halo? Watu siko nao. Tunajifunza ukweli ili tufanye nini? Tufanye ibada. Yaani ndio maana, yaani ndio essence ya kujifunza. Huwezi ukasoma udaktari milele. Unasoma udaktari ili baadaye upasue watu matumbo yao. Hatuwezi kuwa watu wa kujifunza tu. Tunajifunza, tukimaliza kujifunza tunafanya nini? Ibada. Haya. Halo? Haya, mwenye la kusema nyongeza swali, karibuni. Karibu Method.
Haya, asante. Maana umefundisha kuhusu ibada na ukauliza kwamba pengine tunaweza tukawa tumetunga hata sisi au hata watu wengine. Nikisoma Warumi 9:4, maandiko yanasema kwamba Mungu aliwapa Waisraeli ibada, sheria yote na utaratibu wote. Kwa hiyo kama ni Mungu alikuwa amewapa ibada na utaratibu, maana yake lazima tuangalie Wayahudi walikuwa naabudu kwa namna gani. Ingawa pia kwenye hiyo 4:23 Yesu anasema muabudu katika roho na kweli. Sasa ambacho inatakiwa kwanza tujue, Wayahudi wao walikuwa wanaabudu kwa namna gani? Walikuwa wanafanya ibada namna gani? Achana na ile ya kusema kwamba zile taratibu tu za kawaida, kufundishana katika masinagogi na kadha wa kadha. Walikuwa wanaabudu kivipi? Ukiachana na mbali na ule utaratibu wa kwenda Yerusalemu, ambapo sasa hivi tunaabudu katika roho na kweli. Sasa hata kama tunaabudu katika roho na kweli, ibada inaabudiwa vipi? Asante. Nitaka kuongezea kidogo pia. Ndio. Mi kwa jinsi ninavyoelewa kidogo, ukisoma Zaburi 95:6 inasema njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Sasa kwani kuna tendo la ibada na ibada? Nataka niweke sawa hapo, kama kuna tendo la ibada na ibada, yani kuna kuabudu na kufanya ibada. Haya. Swali limeeleweka hilo? Waliolielewa swali? Mimi nimeishia hapo nilipoishia kutokana na muda, lakini labda maswali hayo mwenye majibu, karibu mwenye majibu. Nikikaa mbele hapa imaanishi mimi ndo na majibu ya kutosha. Sije kwa tata. Swali la method limeeleweka, na swali la Kevi. Swali la Kevi, hebu nirudie, mimi sijalielewa swali la Kevi. Ukisoma Zaburi 95:6 inasema njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Mungu aliyetuumba. Sasa ukisema ibada, si mimi ninavyoelewa ibada sio kama mlolongo kwa jambo kufanya. Uje hata mambo tunayofanya hapa, hata benki usikute wanatuzidi. Usite benki wana utaratibu mzuri kuliko hata sisi. Lakini mimi ninavyoelewa tendo la ibada ni kumtumikia Mungu. Yaani ibada unapotoka hapa sio kama nimefunga ibada naenda nyumbani siabudu. Huko unapoenda pia unaifanya ibada huko. Yaani ibada ni tendo endelevu. Unaona? Kwa hiyo yani mimi ibada ninavyoelewa ni tendo tu endelevu mbele za Mungu. Unapojiweka hivyo, unapokata ibada na Mungu ni pale unapofanya dhambi ndio nakata ibada na Mungu. Kwa hiyo kuabudu ni tendo, ila katika tendo la ibada jingine la kufanya tu kimwili najua ndio kupiga magoti, kusujudu, hiyo ni tendo la kuabudu. Kwa sababu hata shetani watu wanamwabudu, unaona, lakini utakuta unaenda kwenye jengo lingine wanakaa wanasema tumwabudu Mungu, tumwabudu shetani, hapa tumekaa hivi na hivi. Kuna mambo wanaiyafanya ibada ya shetani. Sasa kwa mujibu unavyosema kwamba huenda tumetoka nje ya taratibu au kuna namna kufanya ibada. Sasa kwani ibada ni kitu gani? Ni tendo au kuna kitu tunataka tukifanya hapa ili iwe ibada? Hapo umeelewa? Haya. Swali limeeleweka? Ndio, karibu. Siulize maswali tu, mtoe na majibu. Kama hamna majibu mwende mjifunze, mje na majibu Sabato ijayo. Asante. Kabla sijauliza swali. Nani ananisaidia kurekodi ya maswali labda? Kabla sijaenda kwenye swali langu. Ndio, karibu. Labda tuniongee ambacho jibu swali la sinaruhusiwa kujibu. Jibu swali. Neno ibada Wayahudi wanatofautisha katika maneno mawili. Ibada, kuna ibada inaitwa avodava. Ina maana kwamba hiyo ni maisha ya kumtumikia Mungu kila siku. Ndio utapata katika 12:1 Warumi. Itoeni miili yenu. Sasa mtu ukuje kuutoa mwili wako hapa kuonekana mnyenyekevu, tayari ushavunja avodava. Kwa hiyo maisha ambayo tunaonesha hapa ndio maisha ambayo tunapaswa kuishi katika manyumba na katika jamii. Alafu na hiyo ya tendo inaitwa hashtavata. Yaani maana yake kwamba tunarudi kwa Waebrania leo. Yaani hiyo ni tendo la kunyenyekea, kukaribia kwa Mungu. Yaani kama tumekutana katika sehemu ya kuabudu, ndio hiyo Zaburi 95. Kwa hiyo katika ule ukuhani wa kipindi kile cha Musa tayari ulikuwa umeshawekwa kanuni ya kufanya, kwamba usiingize moto mgeni, ingiza mkaa wako utauawa. Na pia makuhani wakitoka nje lazima ule muda wa kufunga lazima wanyanyue mikono yao katika Hesabu 6 wabariki Israeli. Sawa? Sasa kila kitu kimeshafanyaje? Kimetengenezwa. Kwa hiyo mtu anaposema kwamba ibada ya kujitungia ni kile ambacho umekuja nje ya kile ambacho Mungu amekiagiza.
Sasa kuna mambo mawili, kuna hiyo ya kumtumikia Mungu kila siku ambayo ni ibada, na ile tendo la kukusanyika. Asante. Nafikiri sijui itakuwa nimejibu swali lake kwa upande huo mdogo. Na swali langu sasa linakuja hapo. Umesema kwamba aba kuhusu kufundisha, kwamba ibada si kufundisha tu. Kumbe si kufundisha tu. Kumbe tunaweza tukafundisha na tukaabudu ndani ya kusanyiko. Okay, hapo sawa, hapo niko tuko pamoja. Asante. Mike. Rafiki mpatie pale. Somo hili ni refu, ila nimeona kwa ajili ya muda niishie hapo. Nashukuru. Hata mimi nitaka niongezee pale katika Mika ngapi? Pa Mika 6:8 pale. Lazima yeye mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Asante. Aya, twende mbele kidogo. Ibada halisi inatoka wapi? Ibada halisi inatoka wapi? Kwa sasa hivi tunafanya matengenezo, tuna changamoto. Kuna ibada ambayo imetokea Roma, yaani kuna Ukristo wa Roma, na wakati mwingine huu Ukristo umejivisha heshima ya kwamba wewe wenyewe ndo nini, ndo Ukristo. Kuna ibada imetoka kwenye mataifa huko. Unaweza kutoka na ibada imetokea Maka, kuna ibada imetokea Marekani, na ibada imetokea unapopajua. Kuna ibada yani ukiacha hii Christianity, ukisikia Christianity, kuna kitu kinaitwa Europeanity, yani Ukristo wa kiulaya. Na wakati mwingine tunachanganyikiwa, unajikuta mbona hasa wanapendaga hii wadada wanasema, mbona jamani wadada tena wanamcha Mungu jamani, wale wa Marekani wanaimba vizuri, mbona wao wanavaa suruali jamani? Halo. Tena wale wanaroa Mungu wale kuliko hata hawa wanaojifanya hawa wanataka kushikana nini. Ibada yao imetokea wapi? US. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 4, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Mungu alipotengeneza ibada aliweka vitabu, akaweka mpaka taifa, akaweka mpaka mitume na manabii, na hao hata Paulo anasema mambo haya huwakabidhi watu waaminifu. Ibada haitokei Marekani wala haitokei Roma. Hii haimaanishi kwamba hapawezi kutoka watumishi haimaanishi kwamba watumishi wa Mungu hawezi kutokea Marekani. Hapana. Haimaanishi hivyo. Wala haimaanishi kwamba watumishi wa Mungu hawezi kutokea Ulaya. Hapana. Wanaweza wakatokea Ulaya, wakatokea Marekani, wakatokea hata Uwayani, hata Bukoba kule wanaweza wakatoka. Hata kwa Wanyakyusa kule wanaweza wakatoka. Lakini ibada halisi imetokea kwa Waisraeli. Sasa ukija kwetu sisi, wakati mwingine narudia, sio mara zote, wakati mwingine tunaathiriwa na mila na desturi tulipokulia. Na wakati mwingine tunapokuja kuhubiri Injili, tunazifanya zile mila kuwa sehemu ya nini? Ya Injili. Mtu anakuambia huu ndo muziki wa Kikristo. Anakuambia muziki wa Kikristo, kumbe ni muziki wa Kimarekani. Akwambia muziki wa Kikristo, kumbe ni muziki wa Kirumi. Naambia yeye muziki wa Kiafrika huu sio wa Mungu. Kumbe yeye kwa sababu tu amezoea na anafanya tu kwa nia njema kabisa, ametumwa kuhubiri Injili, kahubiri Injili, lakini pamoja na kuhubiri Injili akaanza kuhubiri na tamaduni zake. Sasa hata hapa sisi tumekuja, tuna tamaduni zetu, lakini tunatakiwa kurudi katika ibada halisi. Hata Wayahudi sio kila kitu walichokuwa nacho Wayahudi ni ibada.
kuna vitu vingine vilikuwa ni mila za kwao. Sisi tunatakiwa turudi katika kile kilichofanya nini, kilichoandikwa. Ibada inafanyikaje? Maana ya ibada ameifafanua mtumishi hapo, nashukuru. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 28. Nisomee rafiki. Waebrania 12:28. Anasema hivi, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema, ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza, sio ibada tu ili mradi. Tutolee Mungu ibada ya kumpendeza. Yaani Mungu akiwa ametulia anasema Tegeta wanaabudu, afurahie. Pamoja na unyenyekevu, na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Uulize yule jamaa alishika nani yule Uza, atakusimulia vizuri namna Mungu alivyo. Samari kidogo, ibada inafanyika katika roho, ibada inafanyika katika kweli, ibada lazima iwe na unyenyekevu, ibada lazima iwe na kicho, ibada lazima iwe na sifa, ibada lazima ifanyike katika uzuri, ibada lazima ifanyike katika utakatifu. Sasa hivi ningeweza kufafanua, lakini kwa ajili ya muda sitavigusa. Siku nyingine nikipata nafasi nitaendelea hapo. Kuna vitu ambavyo ukisoma maandiko utaona vina compile, ni vipengele vinavyounda ibada. Kuna kipengele kinaitwa maombi, kuna kipengele kinaitwa sifa, kuna kipengele kinaitwa sadaka, kuna kipengele kinaitwa neno au hotuba, alafu kuna kuhimidi, alafu kuna kusujudu, alafu kuna utakaso au upatanisho. Ni vipengele fulani ambavyo ukisoma katika maandiko utakutana navyo. Mimi wakati nasoma nikakutana navyo hivyo. Uzuri na utakatifu katika mavazi, uzuri na utakatifu katika nyimbo, uzuri na utakatifu katika eneo mnaloabudia. Je, ni zuri hilo eneo? Uzuri na utakatifu katika hotuba au kunena. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 39 na 40. Nisomee pale. Wakorinto wa kwanza 14:39 na 40. Anasema kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kutubu, wala msizuie kunena kwa lugha, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Mambo yote tunayofanya hapa tu yatende kwa uzuri na nini? Utaratibu. Pawepo na kicho. Zaburi 96 mstari wa 9. Soma. Zaburi 96 mstari wa 6. Ndiyo. Anasema hivi 96:9 anasema mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu, tetemekeni mbele zake nchi yote. Tetemeka mbele zake. Tusije hapa unajijia tu, mara umeenda huku, mara umerudi kule, umeshika maiki umeirudisha, yani hivi imagine hivi, hapa kuna kiti cha enzi afu Yawe amekaa hapa. Hizo movement unazofanya simu unazopiga utapiga hello. Huyu ana swali, muda wangu ni mdogo. Sawa, muda wangu ni mdogo. Sawa, tutaendelea na somo hii. Naonjesha tu na wala si conclude, yani naonjesha. Tunajua sisi tunajifunza kwa mjadala, naonjesha ili next time nikija tujadili. Naweza nikawa nawafundisha kitu kumbe hapa ndo nazidi kuwapoteza. Tujadili tufike vizuri. Nyamaza mbele za Bwana. Habakuki sura 2 mstari wa 20. Habakuki 2:20 anasema lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Habari ya weekend vipi? Ulikuwa na nani? Mwamba wenye imara. Unajua tunaweza tukaona ni kawaida kwa sababu tumelewa. Yaani tumetoka huko Babeli, tumekuja hapa tumelewa na tunaendelea na ulevi ule. Tunajifunza siku zote lakini hatufikii ujuzi wa nini? Wa kweli. Mhubiri 5:2.
Soma Wakorintho wa kwanza 14:9. Wakorintho wa kwanza 14:9. 14:19. 14:19. Anasema 14:19. Ndiyo. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Kunena maneno 10,000 kwa lugha. Yaani unaongea kwenye ibada hauna mpangilio. Kama wengine napeleka narudisha, napeleka ibada vurugu. Kisha kukaa jirani moja na kanisa, yani nasema naomba jamaa mchungaji yupo, napeleka narudisha, napeleka narudisha, naanguka naangusha, navunja. Mungu atusaidie. Wakorintho wa kwanza 14:26. Anasema basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja? Msikilize, hili inaweza likawa inatuhusu. Mkutanikapo pamoja, sawa. Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafasiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Sio vurugu, kila mtu anataka aongee, kila mtu anataka afundishe, kila mtu anataka, yaani hatuwezi kufundishana wote hapa. Lazima angalau wafundishe 2 watatu, tumwabudu Mungu, tumsifu Mungu, tumnyenyekee Mungu, tutaje sifa zake. Wakorintho wa kwanza 11:33 mpaka 34 nitaishia hapo. Anasema 33. Najua na umewaachia maswali, lakini tutamalizia hapo, next time tutadili maswali. Ndiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, mngojaneni. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake. Msipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia nijapo nitayatengeneza. Neno la Mungu tunapokusanyika hapa, so kila mtu ale kivyake. 40 na dakika zangu 2 namalizia. Sio kila mtu ale kivyake. Tupo kwenye Mathayo, mtu upo kwenye Isaya. Tunajifunza Sabato, mtu anajifunza ndoa. Tunajifunza matoleo, mtu anasoma milenia. Biblia inasema mkutanikapo mngojane. Mtu akitaka kula ale mwenyewe nyumbani kwake. So lazima ukae tu unajifunza tu vitu vyako peke yako. Basi tushirikishe hivyo unavyojifunza. Sasa huu ni uelewa wangu na niliposoma maandiko. Simaanishi ndio sheria, inawezekana ndipo wrong. Lakini Mungu amenigusa tujifunze kuhusu ibada. Na tumwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu. Na tutakapomwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu, Roho wa Mungu atatushukia kwa nguvu. Na tutatenda matendo makuu ya Mungu. Mungu awabariki. Tupige magoti tupate kuomba.